Naam, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu ni wasaa mzuri kabisa wa Chimbo ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Na kama kawaida kwenye Chimbo unapata fursa na madini ya kutosha kabisa ambayo yatahakikisha kwamba yanakupigisha hatua wewe kwenye maisha yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa siku ya leo tumepata wasaa mzuri kabisa wa kukutana na mjasiriamali. Huyu ni mjasiriamali ambaye anajihusisha na shughuli za uchomeleaji lakini pia uuzaji wa mbao, tunaweza tukasema timba. Huyu si mwingine ni Peter Okiri ambaye utakwenda kufahamu mengi zaidi kuhusiana na yeye, wapi alianzia, lakini pia namna anavyokwenda anapiga hatua kidogo kidogo kwenye maisha yake kupitia ujasiriamali huu ambao yeye ameuchagua. Peter, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Okiri. Ni mjasiriamali najishughulisha pia na biashara ya uuzaji wa mbao. Ndio. Na biashara yangu inapatikana Bunda hapa mtaa wa Posta. Sawa, pengine Peter, tuanze kwa kufahamu kidogo kabla ya kuingia kwenye ujasiriamali huu ambao unaofanya sasa hivi. Hapo nyuma kidogo ulikuwa unajishughulisha na shughuli gani? Nilikuwa najishughulisha na shughuli ya uchomeleaji wa welding. Kwa maana uchomeleaji wa vyuma. Ndio. Kutengeneza madirisha ya grill na milango yake. Ndio shughuli niliyokuwa nikiendelea nayo. Na bado naendelea nayo mpaka sasa. Ulikuwa wapi? Labda ulikuwa unajitegemea kama ofisi wewe mwenyewe, ofisi yako, au ulikuwa kwa mtu? Hapana, hii kazi nilishauriwa na rafiki yangu mmoja, akaniambia kwamba katika hizi shughuli za ufundi, kazi inayolipa kwa haraka au inayowezeka kutoa kwa haraka katika hizi shughuli za ufundi ni kazi ya uchomeleaji wa welding. Na kweli mimi pia nilikubali kuitikia, nilimuelewa kwa ushauri wake, nikaamua kujiunga kwenye hii kazi ya uchomeleaji. Nikawa najifunza mitaani huko, nikajifunza sehemu mbalimbali. Hatimaye nikawa nimeelewa uchomeleaji. Nikawa fundi na nikawa naajiriwa na chomelea na nalipwa hela. Safari yako ya kuanza kumiliki ofisi wewe kama Peter ilianzia wapi? Wakati nafanya hii shughuli kwa watu tofauti wakiwa wananilipa hela, kuna siku moja nimewahi kusema kwamba afadhali mimi naye Mungu akija kunisaidia siku moja niweze kumiliki ofisi yangu, kwa sababu wakati nikifanya hii shughuli na watu mbalimbali nilikuwa naona wewe wanavyopokea zile tenda, wanavyopewa hela. Sasa mimi naye nikawa natamani kwamba siku moja nikiwa mmiliki naweza nikawa na hela kama wao. Kwa hiyo kutokana na kazi ambayo uliifanya, mwisho wa siku kaamua sana wewe kumiliki ofisi yako. Kipi ambacho kilikusukuma kutoka kwa watu ulipokuwa unafanya kazi hii ya uchomeleaji mpaka kwenda kuanzisha ofisi yako na wewe kujitegemea wewe kama Peter? Kitu kilichonisukuma ni kwamba baada ya kuwa nimejifunza hii kazi nikaielewa, nimefanya kwenye ofisi mbalimbali. Na wale watu waliokuwa kiniajiri nikiwa kama fundi wao na wafanyia hizi shughuli, kazi kiingia ofisini tunakubaliana kwamba hii kazi tunafanyia kwa bei gani, tunabageni tunakubaliana. Niliona hata wao wanavyopata faida. Nilivyokuwa nawaingizia faida, wanapata hela, ndio kilichonivutia nikatamani kwamba mimi na siku moja niweze kumiliki ofisi kama hii ya uchomeleaji. Na kweli Mungu alinisaidia, ilifika hatua nikaamua nikasema kwamba sasa imefika hatua mimi naye nahitaji kumiliki ofisi yangu. Ndio nilianza safari ya kutafuta mashine ili niweze kujitegemea. Japo mpaka naanza kujitegemea sikuweza kuwa na mashine. Nilikodi mashine ya kuchomelea kwa rafiki yangu mmoja, nikawa namlipa shilingi 30 kwa mwezi. Ile mashine nimeitumia kama miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu ile kuisha, nikawa nimepata hela nikanunua mashine yangu. Nikamrudishia yule jamaa yangu mashine yake. Nikaanza safari ya kufanya shughuli zangu kwa kutumia mashine yangu. Ambapo hiyo mashine nilinunua shilingi 250. Toka mwaka gani umeanza kazi hii? Hii kazi ya kumiliki ofisi yangu kama yangu nimeanza mwaka 2017. Nilipata hilo wazo la kufungua ofisi ili niweze kujitegemea. Na nilipopata hilo wazo wakati nimeanza, najua sasa hivi itakuwa ni kama takriban miaka 8 sasa. Kutoka nimeanza kujitegemea takriban sasa ni miaka 8 sasa. Na namshukuru Mungu nilivyoanza naendelea vizuri. Nilikuwa ni fundi mwaminifu na wateja walinipenda.
hicho ndicho silaha, yaani hiyo ndio silaha iliyonisaidia wakati nimeanza kujitegemea. Sikuweza kupata shida sana kwa sababu kwanza nilikuwa mwaminifu. Nilikuwa naheshimu pesa ya wateja. Mteja akinipa advance ya kazi, nilifanya kazi kwa kujituma, sikuwa na kona. Na hicho kimeniinua mpaka sasa. Bado wateja wananipenda. Wanazidi kunipa kazi kwa moyo. Sawa. Tunaona pia unajishughulisha na swala la uuzaji wa mbao. Tumeongelea kwenye swala la uchomeleaji kwamba ulianzia kwa watu lakini baadaye ukaamua kumiliki na wewe cha kwako. Na kwenye mbao huku ulifikaje? Kwenye mbao huku of course ni hatua, naweza nikasema kwamba ni hatua ya kama wazo la tatu. Kwa sababu wazo la kwanza ilikuwa ni kumiliki ofisi ya uchomeleaji. Kweli nilimiliki. Mungu alinisaidia, nilifanya vizuri, nilikuwa napata tenda za kutosha, nilikuwa napata wateja wa kutosha, na nilikuwa nawafanyia kazi, wananilipa, nafanya kazi kwa wakati. Na wakati nikiendelea na kazi ya uchomeleaji, nilikuwa mteja akinipa hela, nilikuwa napewa advance hela. Kuna mteja anashangaa nakupa mpaka milioni 2. Sasa nikishapata milioni 2 nilikuwa naenda kuemea. Siku moja nikapata wazo kwamba hela kwa nini mteja akinipa hela nyingi zote napeleka dukani? Nikaanza kuwaza kumiliki vifaa vyangu vyenyewe vya uchomeleaji. Kwa maana ya kwamba yale material ya uchomeleaji. Ambapo baada ya kwa hilo wazo limenijia, niliamua kutengeneza mtaji. Nilidunduliza, nilichomelea, nilitunza hela. Nikaanza kuuza vifaa vyangu vya uchomeleaji kwa maana ya spare pipe za kuchomelea na nondo. Nikaenda mbali zaidi. Nikawa nimefungua duka la vifaa vya ujenzi. Siku zimeenda, nikawa natamani pia nimiliki na tiba ya mbao. Kupitia hiyo uchomeleaji, nikawa ninachomelea huku, napata mtaji naweka huko kwenye duka langu. Nachomelea nikipata ka faida naweka kwenye duka langu hadi wewe. Nimeenda hivyo mwisho wa siku ndo nikaamua pia kufungua biashara ya mbao. Kupitia hiyo uchomeleaji. Sawa. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa yale mafanikio ambayo umeyapata kupitia kazi ya uchomeleaji. Ndiyo. Sawa. Tufahamu kidogo katika hii kazi sasa ya uchomeleaji na kazi ya uuzaji wa mbao, lakini pia hiyo nyingine ambayo umeeleza hapo, kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo? Changamoto ni nyingi. Kianzia upande wa uchomeleaji, changamoto niliyokumbana nayo wakati nimeanza kazi ya uchomeleaji, moja ilikuwa ni kwamba wateja kutokuchukua kazi zao kwa muda mwafaka. Sababu mteja alikuwa anakuja na kuambia kwamba hii kazi naomba ikamilike ndani ya wiki kuja kuibeba. Leo unakuta amekupa advance ya hela zote. Sasa mimi naenda kukopa material ya watu na kamilisha kazi. Nikiaminishwa kwamba baada ya wiki anakuja kuchukua kazi, analipa hela, naenda kulipa hela material. Kwa hiyo iliniletea shida muda fulani na wateja wangu waliokuwa wakinipesa material. Sawa, tukirudi nyuma kidogo hapo kwenye swala zima la ofisi ya mbao, pengine hapa unapofanyia kazi ya uchomeleaji ndipo ambapo kuna ofisi yako hii ya mbao. Wakati unaanza hii ofisi ilikuwa bila kitu chochote au kulikuwa na kitu chochote ambacho kinaendelea hapa? Biashara, yani kwa maana ya biashara, kulikuwa na biashara nyingine yoyote? Wakati unaanza kazi ya uchomeleaji hapa ambapo unafanyia sasa hivi na unamiliki pia ofisi hii ya uuzaji wa mbao, pengine mwanzo kulikuwa na kitu gani? Wakati nimeanza shughuli yangu ya uchomeleaji hapa, hii biashara ya mbao ilikuwepo na ilikuwa inaendelea. Japokuwa ilikuwa ni biashara ya mtu mwingine aliyenikaribisha, aliyenipa site kwa ajili ya kazi yangu ya uchomeleaji, aliyekuwa akiendelea na hii biashara. Sasa nimefanya naye takriban kama miaka 6 hivi, miaka 5. Fika wakati fulani akaniambia kwamba yeye anahitaji kubadilisha biashara, mpaka tena biashara ya mbao. Lakini akaniambia kwamba Mr. Okili, tumekaa nawe hapa muda mrefu, mimi nabadilisha biashara, uko tayari nikuachie hiyo ofisi? Ndipo nikamwambia kwamba niko tayari kaza, wewe kama unaondoka niachie ofisi. Na makubaliano ya kuachiana ofisi pengine yalikuwaje? Kwamba alikuuzia au alikuachia kwa muda umshikie, baada ya muda fulani labda itakuwa ya kwako moja kwa moja?
Wakati tunakubaliana kuniachia hiyo ofisi ilikuwa na mzigo wa mbao. Tuliweka makubaliano, tuliingia gharama ya kuachiana ofisi, tulifanya tathmini ya mzigo uliokuwepo. Tulifanya tathmini ya mzigo uliokuwepo ofisini. Baada ya kufanya hiyo tathmini tukajua kwamba ina gharama gani. Tukaingia tukafanya makubaliano, tukakubaliana. Sawa. Tufahamu kidogo, mbali na yale mafanikio ambayo umetueleza kwamba umefungua duka lakini pia ukahamia kwenye uuzaji wa mbao kutoka kwenye uchomeleaji, kuna mafanikio gani mengine ambayo umeyapata katika maisha yako? Tunaweza tukasema kwamba umepiga hatua kutokana na ujasiriamali ambao unaufanya. Mafanikio nimepata mafanikio. Kupitia uchomeleaji kwanza nimejenga nyumba zaidi ya nyumba moja kupitia biashara ya uchomeleaji. Lakini pia imenisaidia, nimepiga hatua kadha wa kadha kama nilivyokutajia kwenye maelezo yangu ya awali, kama kupitia uchomeleaji naweza kufungua biashara ile, Sawa. Unaweza ukatupatia maneno yako kidogo kuhusiana na swala la baadhi ya wanawake kuona kwamba kuna kazi za wanaume na kazi za wanawake. Pengine kwenye swala hili la kazi ya uchomeleaji, kuna wanawake wote ambao ulishawahi kuwapata labda wakitaka kujifunza au wakijifunza au nao unafanya nao kazi? Toka nimeanza kujitegemea nimefundisha vijana wengi hii kazi ya uchomeleaji. Lakini pia nilikuwa natamani sana nitafute mtoto wa kike ili niweze kumfunza. Na kuna binti moja nimewahi kuletewa hapa na mzazi wake. Alikubali kabisa kuja kujifunza hii kazi ya uchomeleaji. Lakini cha kushangaza nilikaa naye kwa muda mfupi, baadaye akaamua kutoweka. Nilipofuatilia kwa mzazi wake, mzazi akaniambia kwamba huyo binti ameona hizo shughuli ni ngumu. Nimemtafutia kozi, nimempeleka kwa mtoto wake. Sawa, kwa uzoefu wako pengine kwa kuzitizama kazi hizi ambazo ni za uchomeleaji lakini pia uuzaji wa mbao, labda unaonaje kwamba mtoto wa kike anaweza akafanya kazi hii au ni ngumu kama kweli huyo mtu ambaye unasema alikuja akajifunza baadaye akakimbia akaona kazi ni ngumu? Wanaweza. Sema tu ni kwamba sijui nitumie lugha gani, kwa hizi jamii zetu za Tanzania naona kama vile watoto wa kike bado wanabagua kazi. Lakini kazi ya uchomeleaji ni kazi kama kazi zingine, na ni kazi sio kazi ngumu sana, ni kazi nyepesi. Hata watoto wa kike wanaweza akiamua. Unajua kazi, ukitaka uperform kwenye kazi lazima kwanza kazi uipende kutoka moyoni. Akiipenda kazi kutoka moyoni wanaweza. Mimi nasema kwamba watoto wa kike wanaweza. Na waache ile tabia ya kubagua kazi. Sasa hivi tuko kwenye dunia ya ushindani. Ndio maana hata ukiangalia kwenye majengo makubwa sasa hivi tuna mainjinia wanawake, tuna mainjinia wa umeme watoto wa kike. Kwa hiyo watoto wa kike wasibague kazi. Sawa, tufahamu kidogo kuhusiana na kazi ya uchomeleaji. Vifaa gani hasa muhimu ambavyo vinatakiwa kwamba mtu akitaka kufungua ofisi au akitaka kufanya kazi hii ya uchomeleaji anatakiwa awe na vifaa gani ya kwanza? Mimi wakati nimeanza hii kazi ya uchomeleaji nilikuwa na vitu vitatu. Na mpaka sasa hata nikiangalia ndio vitu vya muhimu kwenye issue nzima ya uchomeleaji. Ili uweze kufungua ofisi ya uchomeleaji inahitaji vitu vitatu. Kitu cha kwanza, uwe na mashine ya welding. Kitu cha pili, uwe na grinder machine, ile mashine ya kukatia. Na kitu cha tatu ni nyundo. Ofisi imekamilika. Hayo mambo mengine sasa hayamati sana. Unaweza ukatufafanulia kidogo kwamba hizi mashine zinafanyaje kazi? Hiyo ya kwanza uliyoitaja, lakini ya pili na hiyo ya tatu. Mashine ya kwanza, hii mashine ya uchomeleaji. Hii ni mashine inayotumika kuunga vyuma. Unapokuwa unaandaa, kwa maana ya kwamba unataka utengeneze sura ya kitu. Mfano unahitaji kuchomelea dirisha au geti la mlango. Kuna maandalizi ya kwanza, kwa maana ya kwamba lazima ukate. Kukata vile vyuma tunakata kwa kutumia mashine ya grinder. Kazi yake ni kukata vyuma, kwa maana ya kuandaa ili baadaye uweze kuchomelea na hii mashine. Mashine kazi yake ni kuchomelea, kuunganisha. Ila grinder kazi yake ni kukata.
Nyundo kazi yake ni kurekebisha pale ambapo panahitaji pakae mahala pake. Sawa, na tukirudi kwenye upande wa mbao, pengine kitu gani ambacho kinahitajika hasa, kwamba labda ni anatakiwa apate mbao tu zenyewe anauza hivyo hivyo, au mnatumia pia mashine kuziweka sawa, kuzirekebisha kwa ajili ya kuzipeleka sokoni? Kwenye swala zima la uuzaji wa mbao halihitaji mashine. Swala zima la uuzaji wa mbao inahitaji kwanza upate site. Upate site. Ukishapata site ujenge banda lako kwa ajili ya usalama wa mali yako kwa maana ya mbao. Ukishajenga banda utafute mtaji. Ukishapata mtaji kanunue mbao, ukishanunua mbao unaleta mbao bandani. Ukiziweka bandani inakuwa tayari kwa ajili ya kuuza. Sawa, tukamilishe na wito wako sasa, pengine unawaambiaje watazamaji wa mitandao yetu ya kijamii ya Mazingira FM, lakini pia msikilizaji ambaye anakusikiliza kupitia Mazingira FM? Labda kwa kumalizia niseme kwamba ni wasii tu watazamaji na wasikilizaji kwamba unapoamua kufanya kitu, kwa maana ya ikiwa ni biashara, ikiwa ni kazi ya mikono, kitu kikubwa tu ni kwamba uipende ile kazi yako kwa moyo. Ukipenda kazi kwa moyo mmoja, lazima kazi yako itaonekana ni kazi ya tofauti, na lazima wateja watakupenda, kwa sababu ukiipenda kazi lazima hata kazi zinalipa. Hizi kazi zinaweza zikabadilisha fikra zao. Lakini pia ni washauri watoto wa kike wasibague kazi. Hizi kazi hata wao wanaweza, wasikae nyumbani kwamba hawana kazi. Waje, watoke, watafute kazi, tuko tayari kuwapokea, tuko tayari kuwashauri, kuwaelekeza, na maisha mengine yataendelea. Haya bwana, hiyo ni kazi ya uchomeleaji, lakini pia ni swala zima la uuzaji wa mbao. Umeweza kusikiliza mjasiriamali Peter Okiri ametuambia vizuri kabisa kuhusiana na kazi yake ambayo yeye anajishughulisha nayo na inamuingizia kipato na amepiga hatua. Kuna mafanikio pia ambayo ameyapata mbali na changamoto ambazo zinakuwepo kwenye kazi. Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwa kufuatilia kipindi hiki cha Kapu Letu kwenye kipengele cha Chimbo, lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana kama Mazingira FM pale Instagram, TikTok, mtandao X, zamani Twitter, lakini pia YouTube tunapatikana ukiandika Mazingira FM. Asante sana kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo hili kukuletea kipindi hiki cha Kapu Letu kwenye kipengele cha Chimbo. Nyuma ya kamera ni Joseph Makori, lakini pia kwa niaba ya mwenzangu Teddy Thomas, asante sana. Mimi ni Catherine Isafiri.